Kumekuwa na taarifa ambayo inazunguka katika mitandao na watu wengi wameanza kukumbusha kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya Singida Black Stars, Bwana Miguel Gamondi. Watu wanakumbusha kwamba huyu Miguel Gamondi kabla ya kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans kuna adhabu ambayo alipewa na bodi ya ligi na hakuitumikia hiyo adhabu. Ikumbukwe kwamba bodi ya ligi walitoa taarifa kwa umma kwa msimu ulioisha kabla ya Miguel kuondoka, ambayo ilisema Bwana Miguel Gamondi amepewa adhabu ya kufungiwa mechi 3 na faini juu kuhusiana na tukio ambalo alilifanya kwenye mchezo wao wa ligi kuu kati ya Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Tukio hilo lilikuwa Miguel Gamondi ni kumpush au kumsukuma kocha msaidizi wa klabu ya Singida Black Stars akadondoka chini. Bodi ya ligi wakalichukulia hilo tukio kama sio fair play kama ambavyo inajulikana kwenye football ambavyo ilivyo. Kwa hiyo baada ya hicho bodi ya ligi wakatoa taarifa kwa umma ya kumfungia Miguel Gamondi mechi 3 bila kuwepo kwenye benchi la ufundi na faini, lakini ikaja ikatoka taarifa kuwa faini ambayo Miguel Gamondi alitakiwa kuitoa ni Young Africans waliitoa hiyo faini. Kwa hiyo ikawa imebaki adhabu ya kutumikia kifungo cha mechi 3, lakini Miguel Gamondi kama ambavyo inafahamika, baada ya mechi kadhaa au baada ya mchezo wao zidi ya Tabora United baada ya mchezo wao dhidi ya Tabora United alivyopoteza kwa margin ya goli 3, Young Africans waliamua kuachana na Miguel Gamondi, akawa ameenda kutafuta maslahi kwenye klabu zingine. Lakini wakati anaondoka kwenye klabu ya Young Africans, bwana Miguel Gamondi alikuwa hajaanza kutumikia adhabu yake ya mechi 3. Watu wameanza kuuliza, je, Miguel Gamondi amerudi katika ardhi ya Tanzania akiwa ni kocha mkuu wa Singida Black Stars? Hiyo kanuni ambayo ilimhukumu Miguel Gamondi kuhusu kufungiwa mechi 3 imekuwaje? Leo Miguel Gamondi anaonekana akiongoza Singida Black Stars kwenye michezo ya ligi kuu. Tayari tumeona ameiongoza Singida Black Stars kwenye michezo kadhaa na amepata ushindi kwenye hiyo michezo, na mpaka sasa yupo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara akiwa na pointi 6. Watu wanauliza hiyo adhabu yake imefutikaje mpaka sasa hivi anaonekana amekaa kwenye benchi la ufundi? Labda niseme tu bodi ya ligi wanatakiwa watoke kutueleza kwamba kanuni ambayo imefuta adhabu ya Miguel Gamondi ni kanuni ipi, kwa sababu kanuni zetu za Tanzania zilivyo, hata kama kocha ameondoka, anaporejea akisharejea kwenye ligi yetu au kwenye ardhi yetu ya Tanzania, anatakiwa kuitumikia adhabu. Haijalishi atakuwa yupo katika timu gani, lakini anatakiwa kuitumikia adhabu kama ambavyo iliwekwa. Lakini Miguel Gamondi toka amerejea sasa hivi ni tayari ameshaiongoza Singida Black Stars kwenye michezo 2 na hakuna taarifa yoyote iliyowekwa hadharani na bodi ya ligi juu ya situation hiyo ambayo ipo kwa sasa hivi. Bodi ya ligi inatakiwa watoke hadharani watuambie ni kanuni gani ambayo imetumika kufuta hiyo adhabu ya Miguel Gamondi, kwa sababu hii ni taharuki ambayo tayari watu wengi wameanza kujiuliza, na hivi vitu visipofanywa kazi ndo baadaye tunakuja kuona kwamba ligi yetu ni kama haina msimamo. Kuna baadhi ya vitu vinaendeshwa bila kufuatwa sheria. Kama ambavyo tulivyomaliza msimu na tukauanza msimu, viongozi wa bodi ya ligi na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wakatuambia kwamba tunapoanza msimu 2025 na 26 sheria zitaanza kufuatwa. Basi kama ambavyo waliweka hadharani, ni wakati sahihi sasa wa kutoka hadharani pia kutuambia ni sheria gani ambayo imetumika kufuta adhabu ya Miguel Gamondi juu ya kufungiwa mechi 3 bila kuwepo kwenye benchi la ufundi. Na kama hakuna sheria ambayo imetumika kufuta hiyo adhabu, je, watu wanatakiwa tuambie ni kwa nini Miguel Gamondi ameongoza kikosi chake kwenye michezo 2 ya ligi kuu na hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu au na bodi ya ligi yenyewe.
Kwa hiyo nadhani ni wakati sahihi wa bodi ya ligi kutoka hadharani kutuambia